Kwa kutazama ripoti inasema Italia imetangaza siku 5 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, huku bendera ikipeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo yote ya umma. Viongozi mbalimbali wa dunia wametangaza kushiriki maziko ya kiongozi huyo wa kiroho siku ya Jumamosi. Mengi zaidi anasimulia Somo Simba. Hali ya usalama imeimarishwa katika mji mkuu wa Italia, Roma, kabla ya ibada ya mazishi na maziko ya Papa Francis aliyefariki Jumatatu yatakayofanyika siku ya Jumamosi. Viongozi wa ngazi za juu kutoka nchi mbalimbali za ulimwengu wanatarajiwa kushiriki. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen pamoja na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa ni miongoni mwa waliothibitisha kushiriki mazishi hayo yatakayofanyika katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu ambalo liko karibu na kituo kikuu cha treni mjini Roma, kilomita chache kutoka Vatican. Msemaji wa Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, Ariana Podesta, akitoa salamu za rambirambi za kiongozi huyo, alikuwa na haya: Ulimwengu unaomboleza kifo cha Papa Francis, aliyovutia mamilioni ya watu zaidi ya kanisa Katoliki kutokana na unyenyekevu na upendo wake wa kweli kwa wasiojiweza. Mawazo yetu yako pamoja na wote waliopoteza. Wapate faraja kupitia urithi wa Papa Francis utakaoendelea kuishi na kutuongoza sote kuelekea ulimwengu wa haki, amani na huruma. Pia nithibitishe kwamba Rais von der Leyen atashiriki Jumamosi shughuli ya mazishi ya Papa Francis. Bendera pia zimeshushwa nusu mlingoti katika makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels kumwenzi Papa Francis. Miongoni mwa viongozi wengine wa dunia waliothibitisha kushiriki mazishi ya Papa Francis ni pamoja na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz na Rais Frank-Walter Steinmeier ambaye ndiye atakayeongoza ujumbe wa viongozi kutoka Ujerumani. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Rais Donald Trump wa Marekani pia wamethibitisha kwenda Roma, huku ikulu ya Urusi Kremlin ikitangaza kwamba Rais Vladimir Putin hatokwenda kwenye mazishi hayo, na hivyo kuzima minong'ono kwamba kiongozi huyo huenda akashiriki mazishi hayo licha kuwepo waranti wa kimataifa wa kutaka akamatwe. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema bado haijaamuliwa ni nani ataiwakilisha Urusi kwenye mazishi hayo. Papa Francis alifariki Jumatatu kutokana na mshtuko wa moyo, ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tangu aliporuhusiwa kutoka hospitali alikolazwa kwa wiki 5 akiugua homa mapafu. Mazishi yake Jumamosi yanatarajiwa kuvutia umma mkubwa. Jeneza lake ambalo wakati wa uhai wake aliweka wazi anataka liwe la mbao litawekwa mbele ya kanisa kuu la Mtakatifu Peter ndani ya Vatican, kisha litapelekwa ndani ya kanisa, na baada hapo Papa atapelekwa kwenda kupumzishwa kwenye nyumba yake ya milele katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu mjini Roma. Shukran Somo Simba kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee huko barani Afrika. Tangu kuwepo kwa taarifa za kuwasili kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila mjini Goma wiki iliyopita, hali ya mivutano ya kisiasa imeshika kasi nchini humo. Serikali ya Kinshasa imetangaza hatua kali, ikiwemo kuanzisha uchunguzi kuhusu makosa ya uhaini dhidi ya Kabila na chama chake. Lakini hata hivyo, chama chake kimekosoa vikali hatua hizo, kikisema ni uvumi mtupu. Mwandishi wetu wa Goma Ruth Alonga ametuandalia ripoti ifuatayo. Kutokana na kuenea kwa taarifa bila kuwepo ushahidi kuhusu uwepo wa Joseph Kabila mjini Goma, na kwa kuzingatia kauli zake za hivi karibuni kuhusu mzozo wa mashariki mwa DRC, Caleb, mwanafunzi kijana wa Goma, kama ilivyo kwa wakazi wengi wengine, hakuweza kuficha hisia zake. Ni jambo la kuvunja moyo kuona kuwa rais wa zamani ambaye sasa ni seneta wa maisha wa nchi aliyoongoza kwa miaka 18 anaongoza kundi la waasi ambalo licha ya kauli mbiu ya ukombozi linaua wananchi masikini. Yote haya kwa lengo la kurudi madarakani. Taarifa za kuonekana kwa Joseph Kabila mjini Goma zimezua mjadala mingi, lakini hakuna aliyemuona waziwazi rais huyo wa zamani. Hata hivyo, licha ya chama cha Kabila kukanusha taarifa hizo, raia bado hawajui ukweli ni upi. Mjini Kinshasa, serikali iliyopoteza udhibiti wa mji huo wa mashariki haijaficha hasira yake, hali iliyosababisha Wizara ya Mambo ya Ndani na ile ya Sheria kutangaza vikwazo dhidi ya Kabila kutokana na taarifa ya kuwa Kabila yuko Goma chini ya ulinzi wa waasi wa M23. Mawaziri wa wizara hizo mbili walitangaza kuanzishwa kwa mashtaka ya kisheria, kunyang'anya mali za Joseph Kabila na kusimamishwa kwa chama chake cha kisiasa cha PPRD, hatua ambazo Amani Kalimba, mfuasi wa PPRD, anasema hazina msingi. Serikali imetangaza maamuzi makubwa, lakini kwa bahati mbaya
yametokana na uvumi, kwa kuwa hakuna alionyesha picha wala video kudhibitisha uwepo wa Kabila hapa Goma. Wizara ya mambo ya ndani ya Kongo pia imezuia mienendo ya baadhi ya viongozi wa PPRD wanaoshukiwa kushirikiana na Joseph Kabila katika kuhusika na uvamizi wa maeneo ya mashariki ya DRC na waasi wa M23. Ferdinand Kambere, naibu katibu mkuu wa PPRD, anapinga taratibu hizo. Tangu tulipoitwa kwa mara ya kwanza na ofisi ya kijeshi ya mwendesha mashtaka, ilikuwa tu taarifa tuliyoisoma. Lakini kuhusu kesi isiyo na msingi kama hii, uvumi mtupu, inaanza kama taarifa, inakuwa uamuzi, na mwisho watu wanazuiwa kusafiri nje ya nchi. Pia kosa linapaswa kuwa la mtu binafsi. Ni nini hasa kila mmoja anatuhumiwa nalo? Madai ya kurejea kwa Joseph Kabila katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda kunachukuliwa kama usaliti mkubwa na serikali ya Kongo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa rais huyo wa zamani. Ruth Alunga, DW, Goma. Nam, tutoke nchini Kongo tuelekee katika nchi jirani ya Tanzania, ambapo hoja ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC likiitaka serikali ya Tanzania kuachia bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki ili kulinda amani imepokelewa kwa mitazamo tofauti na wanazuoni wataalamu wa sayansi ya siasa, wakidai hoja yao isipuuzwe, kwani wao ni sawa na muhimili wa tano na ni wasimamizi wa watu katika jamii zao. Hoja hizo zilisomwa na rais wa TEC na askofu wa jimbo Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa, wakati wa sherehe za sikukuu ya Pasaka. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo. Siku moja baada ya rais wa Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC kuitaka serikali kuachilia bila masharti yoyote viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki ili kulinda amani ya taifa, wachambuzi wa masuala ya sayansi ya siasa Tanzania wamesema kimsingi viongozi wa kiroho wana hoja zenye mashiko, kwani wao ni sawa na mhimili wa tano katika taifa. Mchambuzi wa masuala ya siasa Tanzania, Chifu Yakuba, amesema viongozi wa kiroho ni mtaji kwa taifa lolote, na wanapotoka hadharani kuzungumza, basi wana hoja ya msingi na hoja hiyo isipuuzwe. Wanaposimama viongozi wa kiroho kutoa maelekezo, maana yake si tu wanaiambia serikali, lakini wanawaambia watu wao kwamba tunapita njia hii. Kwa hivyo ushauri wa viongozi wa kiroho una mashiko kwa jamii yoyote ile. Tunaweza tukasema ni muhimili wa tano. Waraka wa TEC uliosomwa na rais wake Askofu Wolfgang Pisa ulieleza kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali maridhiano. Wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka bila masharti, na wengine wasikamatwe. Kauli ya TEC inatolewa wakati ambapo anga za kisiasa nchini Tanzania zimetawaliwa na mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ambapo chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kikihimiza ajenda yake ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Mwenyekiti wa chama hicho taifa, Tundu Lissu, alikamatwa Aprili 9, ambako baadaye alisomewa mashtaka ya uchochezi, uongo na uhaini. Mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Tanzania, Deusi Kibamba, amesema hoja ya TEC inatafakarisha. Kesi ambayo amepewa baada ya kukamatwa ni kesi inayoweza kumgharimu uhai wake. Uhaini adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Sasa watu wakijiuliza, hasa haya makanisa, kwamba ndugu Lissu atanyongwa hadi kufa, ndipo pale wanaporudi kwa kutumia maandiko na utume wao, wanaona kwamba mtu huyu anapaswa kuachiwa huru. Pamoja na TEC, viongozi wengine wa kiroho walitumia sikukuu ya Pasaka kutoa mawaidha ya kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba, ambapo kiongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Askofu Alex Malasusa, yeye aliwahimiza Watanzania kujiepusha na kauli zinazochochea kuvunjika kwa amani. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo.